Nafikiri kuna moja ya story ambayo nimekuja kukuletea hapa. So hii ni moja ya story ambayo inamuhusu tajiri mtoto. Hapa namzungumzia Chief Godlove. So nafikiri huyu mwamba bana, wengi tumemjua kupitia mitandao ya kijamii akiwa kama inspiration kwa vijana, akiwaelekeza vijana kuwa watafute hela. So story ni nyingi sana kwa huyu jamaa. Unajua, kwa siku za nyuma kidogo, baadhi ya watu walikuwa wanatamani sana kumjua mshikaji ni mtu ambaye anafanya kazi gani. So maswali yalikuwa ni mengi sana kwa baadhi ya wadau kwenye mitandao huko, walikuwa wanauliza mshikaji anafanya kazi gani? Vipi Chief Godlove, mbona haweki biashara? Nafikiri kuna moja ya story ambayo nimekuja kukuletea hapa. So hii ni moja ya story ambayo inamuhusu tajiri mtoto. Hapa namzungumzia Chief Godlove. So nafikiri huyu mwamba bana, wengi tumemjua kupitia mitandao ya kijamii akiwa kama inspiration kwa vijana, akiwaelekeza vijana kuwa watafute hela. So story ni nyingi sana kwa huyu jamaa. Unajua, kwa siku za nyuma kidogo, baadhi ya watu walikuwa wanatamani sana kumjua mshikaji ni mtu ambaye anafanya kazi gani. So maswali yalikuwa ni mengi sana kwa baadhi ya wadau kwenye mitandao huko, walikuwa wanauliza mshikaji anafanya kazi gani? Vipi Chief Godlove, mbona haweki biashara zake au kazi zake hadharani, ila kwenye mitandao anakuja anajinadi kuwa yeye ni ana pesa. So na akiwa inspire vijana kuwa watafute hela. So misemo tofauti tofauti ambayo iliibuka kwa wakati huo, misemo kama toka magetoni, msilale vijana, tokeni magetoni. Sasa huyu mwamba bana, naweza nikasema pamoja na kuwa mtu wa kujinadi sana kuwa yeye ana hela, lakini kuna namna anahitaji pongezi zake, japokuwa tulio wengi hatujui ni shughuli gani hasa ambayo inamuongezea pesa. So vitu kama hivi hapo, lakini huyu mshikaji bwana, kuna jambo moja kubwa sana kwa hiki alichoweza kukifanya, na mimi naweza nikasema nampongeza pia kwa kujitoa kama huko. Pia hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anakuongezea baraka zake. Sasa unaambiwa ukipitia kwenye ukurasa wa Chief Godlove mwenyewe bana, kuna hii nyumba ya watoto yatima hii amejenga mwenyewe Chief Godlove kwa ajili ya kusaidia watoto yatima, ambayo kama unavyoweza kuiona hapo, hii ameita Chief Godlove Foundation. So mjumba huo bana ameweza kuachia picha zake kwenye mitandao ya kijamii. So hili ni jengo ambalo litakalokuwa likiwasaidia watoto mayatima pamoja na wajane. So hii yote imetoka kwa huyu Chief Godlove Foundation. So kama unavyoweza kuliona hapa, ni jengo la kisasa la kifahari ambalo angeweza kuishi tajiri yoyote, lakini Chief Godlove yeye ameamua kulifanya kuwa faraja ya yatima na wajane. Kupitia ukurasa wa Instagram wa Chief Godlove Foundation, Chief Godlove ameutambulisha rasmi mjengo huo kama sehemu rasmi ya kusaidia jamii yenye uhitaji. Jengo hilo linapatikana Kunduchi, Dar es Salaam. So kama unavyoweza kuona hapa, ni mjengo kweli, kama unavyoweza kuona kwenye picha hizi hapa, ni mjengo wa maana kabisa. So mshikaji lifestyle yake imekuwa hivyo, hata kwenye mitandao ya kijamii tumemjua hivyo. Ni mtu fulani hivi, makuzi mengi, kujisifia kwingi, lakini ndio hivyo, amekuwa ni moja ya watu ambaye amekuwa akiwa inspire sana vijana wafanye kazi. So kama utakumbuka pia sikukuu, au naweza nikasema moja ya sikukuu ya mwaka jana, so kulikuwa kumesambana video kwenye mitandao ya kijamii akichukua watoto wadogo. Nafikiri ilikuwa ni sikukuu ya Kiislamu ambayo ni Eid al-Fitr. Alionekana Chief Godlove akichukua watoto ambao
ni mayatima na wasiojiweza, aliwapeleka kwenye supermarket tofauti tofauti, aliwaambia wachukue kitu chochote ambacho wanakipenda. So hii inaashiria ni kiasi gani mshikaji amekuwa ni mtu mwenye huruma na ni mtu wa kujitolea. So mshikaji amekuwa akiishi hivyo siku zote, lakini ukija huko kwenye mitandao ni moja ya watu wenye makuzi sana, kiasi kwamba kama hauna roho ngumu, unaweza mshikaji ukamkataa, ukamuona kama ni yeyusho. Lakini ukija kwenye uhalisia wa maisha yake, so ni mwana ambaye anaonekana hana huruma sana, pia anaonekana ni mwana mwenye moyo wa kutoa sana. Lakini ukija kwenye upande huu wa kwenye mitandao bana, naweza nikasema kuna namna mtu anaishi kama sio, lakini lengo la kufanya hivyo, anachokitafuta anakuwa anakijua yeye mwenyewe. Sasa hivyo sijui mdau utakuwa una kipi cha kusema. Chief Godlove ametengeneza jengo ile hapa kwa ajili ya kusaidia mayatima na wajane. Jengo linaitwa Chief Godlove Foundation. So hivyo mdau, utashusha komenti zako, alafu na mimi takuja kupita nazo. Pia nikukumbusha wewe ambaye bado hujasubscribe, so hakikisha una subscribe ili wakati mwingine uweze kupata taarifa zetu.